Bwana, mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kufuzu hatua inayofuata kwa maana ya raundi ya pili ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kuiondosha Gaborone United kutoka Botswana kwa aggregate ya magoli 2-1. Tunafahamu mchezo wa kwanza uliopigwa kule Botswana, wekundu wa Msimbazi Simba waliibuka na ushindi wa goli 1-0, na mchezo wa marejeano ambao ulipigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, wekundu wa Msimbazi Simba walitoa sare ya goli 1-1 na matokeo kuwa kwamba ni 2-1. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba tunafahamu kwamba wamekwenda hatua inayofuata, lakini wakati huo pia tunafahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wana kocha wa muda Suleiman Hemedi Morocco, ambaye tuliona wekundu wa Msimbazi Simba walitoa taarifa ya kumpata Hemedi Morocco kama kocha wa muda, na taarifa ilikuwa ni kwamba Simba waliomba shirikisho la soka Tanzania TFF kumuomba kocha Hemedi Morocco ambaye ni kocha wa timu ya taifa ya Tanzania kuhudumu ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa muda na akisimama kwenye michezo ya kimataifa. Tuliona shirikisho la soka Tanzania TFF liruhusu hilo na Hemedi Morocco akajiunga na timu ya na wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa mchezo wa kwanza kwa Hemedi Morocco ndio huo ambao tumeona ameivusha Simba kwenye hatua inayofuata kwa maana ya raundi ya pili ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika mara baada ya kuondosha Gaborone United. Sasa mara baada ya kufuzu hatua hiyo bwana, wekundu wa Msimbazi Simba ametoa taarifa kwa kocha Hemedi Morocco, na taarifa yenyewe inasomeka kwamba shukrani za dhati kwa kocha Hemedi Suleiman Morocco kwa kuongoza kikosi chetu katika mchezo muhimu wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United na kufanikiwa kutuvusha. Shukrani pia kwa shirikisho la soka nchini TFF kwa kumruhusu kocha Morocco ambaye ni kocha wa Taifa Stars kujiunga nasi. Ndicho ambacho amekiandika wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa taarifa hii bwana ni kama pengine wekundu wa Msimbazi Simba wameachana na Hemedi Morocco baada ya kumkodi ama mara baada ya kumuomba kwa muda, lakini pia ni taarifa ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wanamshukuru Hemedi Morocco kwa kuivusha Simba kucheza hatua ya raundi ya pili ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ni moja kati ya taarifa ambayo imekaa kimkanganyiko hivi kwamba Simba ndio wamemwaga hivyo Hemedi Morocco na au wanatoa shukurani tu mara baada ya kuwavusha kwenye hatua inayofuata kwa maana ya raundi ya pili ya michuano hiyo. Bwana, tunafahamu kwamba raundi ya pili ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika wekundu wa Msimbazi Simba watacheza na timu ya Singizini Hotspurs kutoka Eswatini, na Simba wataanzia ugenini na kumalizia nyumbani, na mchezo wa kwanza unatarajiwa kupigwa kati ya tarehe 17 ama 19 Oktoba, na mchezo wa pili utapigwa kati ya tarehe 24 na 25 Oktoba. Sasa huu ni ujumbe ambao Simba ameandika kwa Hemedi Suleiman Morocco kwa kumshukuru, lakini pia akilishukuru shirikisho la soka Tanzania TFF kwa kumruhusu Hemedi Morocco kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Tunafahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba kwa sasa wako kwenye mchakato wa kumtafuta kocha ambaye atarithi mikoba ya Fadlu Davis ambaye alitimkia ndani ya klabu ya Raja Casablanca. Sasa taarifa hii pengine huenda lolote likatokea muda wowote kuanzia sasa, wekundu wa Msimbazi Simba kumtangaza kocha mpya, na kumekuwa na tetesi nyingi sana za baadhi ya makocha ambao wameendelea kuhusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba kurithi mikoba ya kocha Fadlu ambaye kama ambavyo nimezungumza yeye alitimkia zake kule Raja Casablanca. Sasa kumekuwa kuna tetesi nyingi sana kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba kumpata kocha ama kuhusishwa na makocha mbalimbali ambao wameendelea kuhusishwa ndani ya klabu hiyo. Bwana, uongozi wa Simba unamhusisha ama unahusishwa na kocha Pedro Suarez mwenye umri wa miaka 49 aliachana na timu ya taifa ya Angola. Ni moja pia kati ya makocha ambao
wanahusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kutoa taarifa hii kwa Hemedi Morocco ni moja kati ya kiashiria ambacho kinaashiria kwamba huenda sasa muda wote wekundu wa Msimbazi Simba wakamtangaza kocha mpya. Lakini pia Ben McCarthy, kocha wa timu ya taifa ya Harambee Stars, naye pia ni moja kati ya makocha ambao wameendelea kutajwa kwamba huenda wakawa sehemu ya kikosi cha Simba. Lakini pia aliyekuwa kocha mkuu wa Al Ahly ya Misri na Orlando Pirates ya Afrika Kusini Jose Ribeiro ndiye pia kocha ambaye anaongoza mbio za kutajwa kuwa kocha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona nini ambacho pengine kinakwenda kuamuliwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya ujumbe huu ambao unaashiria kabisa kwamba huenda sasa Hemedi Morocco muda wake ama muda mfupi ambao ulitangazwa pengine atahudumu ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ukawa umetamatika. Ni moja kati ya jibu ambalo tunalisubiria. Je, Simba ametoa taarifa kumshukuru tu Hemedi Morocco na kulishukuru shirikisho la soka Tanzania TFF kwa kumruhusu Hemedi Morocco na Morocco pengine kuivusha Simba kwenye hatua inayofuata kwa maana ya raundi ya pili, ama ni taarifa ambayo imetolewa ili kwamba sasa Simba wamefikia ukomo na Hemedi Suleiman Morocco? Ni moja kati ya maswali ambayo tunajiuliza, lakini kubwa zaidi tunasubiri na kuona kwamba Simba nini ambacho kinakwenda kutokea. Je, ni kocha mpya tayari ameshakwisha kuwasili na muda wote anaweza akatangazwa ama inakuaje? Kwa hiyo tunasubiri na kuona. Tunafahamu Simba wanakabiliwa na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Namungo. Tunafahamu mchezo wa kwanza wekundu wa Msimbazi Simba walicheza dhidi ya Fountain Gate na kuibuka na ushindi wa magoli 3-0. Mchezo unaofuata kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara mara baada ya kutoka kucheza mchezo dhidi ya Gaborone United na kufuzu hatua ya raundi ya pili, sasa wanakwenda kucheza dhidi ya Namungo kwenye mchezo wa NBC, mchezo wao wa pili. Na huona pia tukashuhudia Suleiman Matola akiendelea kusimama kwenye ile benchi la ufundi kutokana na mpaka sasa kutokuwepo kocha ambaye anatarajiwa kutambulishwa ili kuwa kocha wa muda mrefu. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona ni kujuze kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba kutoa taarifa kwa Hemedi Suleiman Morocco, ikionekana kumshukuru na kutoa shukrani za dhati kwa shirikisho la soka Tanzania TFF kumruhusu Hemedi Morocco kuwa kocha wa muda wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo mara baada ya taarifa hiyo pengine huenda tukashuhudia Simba kimtangaza kocha mpya wa muda wote ndani ya klabu hiyo, lakini huenda pia tukaendelea kushuhudia Hemedi Suleiman Morocco akiendelea kusalia kama kocha wa muda mpaka pale ambapo Simba Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.